Nyosha mkono kama ni mkazi wa Shinyanga na umejiandikisha kupiga kura na tarehe 29 utapiga kura. Usiponyosha we mchawi. Mheshimiwa mgombea, Mheshimiwa katibu mkuu wa chama, waratibu na wajumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu na wananchi wa Shinyanga, nianze kwa salamu ya lugha ya kwetu madela bababa na bamayo mdeli lemhala mamilimo kinehe. Mheshimiwa mgombea, awali ya yote nitumie nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kutufikisha sote salama mpaka siku ya leo. Tumebaki na siku chache za Watanzania kuamua, na mimi nitasema machache kwa ridhaa yako na viongozi wangu wa chama. Mkoa huu wa Shinyanga, amesema mdogo wangu Katambi kwamba fedha zimepungua na mjini zimepungua. Ni kweli, hali ya uchumi ya Shinyanga ni eneo ambalo lilikuwa linabebwa zaidi na madini kwa maana ya almasi, lakini vile vile kilimo kwa maana ya pamba, na hapa ndipo kiini cha ushirika katika nchi hii ulikuwa ukiongelea. Unaongelea Shireku, unaongelea Nyanza, unaongelea KNCU iliyokuwa Kilimanjaro. Ni ukweli usiopingika, umeingia madarakani wewe kuwa makamu wa rais, na mimi nilipata fursa ya kuzunguka na wewe ukiwa mgombea mwenza ukanda ule wa tumbaku mwaka 2020. Lakini moja ya kauli yako maeneo yote ulikuwa ukipita, ulikuwa unazungumzia ni namna gani unakerwa na umaskini wa wakulima wafugaji walioko vijijini. Mipango ya Mwenyezi Mungu anaijua yeye. Leo Mwenyezi Mungu akakupa dhamana ya kuongoza nchi, na mimi nitaongelea kwa ufupi kuhusu Shinyanga. Mheshimiwa mgombea, Shinyanga ni wakulima wakubwa wa pamba, tumbaku, mpunga, mbaazi, dengu, choroko. Na huku kwetu Usukumani, Mheshimiwa mgombea, na wananchi wote wa Usukumani wanafahamu, dengu, choroko, mbaazi ni mazao ya mama kuhudumia familia. Pamba, ng'ombe na mazao mengine, muamuzi mkuu ni baba kwenye kaya. Na mwenyekiti anacheka kwa sababu ndio utamaduni ulioko hata kule kwake Kahama. Tumbaku ni ya kwake, mbaazi, dengu na choroko ni ya mama nyumbani. Umeingia madarakani, mazao haya hayana soko, hayana thamani. Kwa mwaka huu mkoa wa Shinyanga tumeuza choroko ambazo fedha walizopokea wakulima wadogo, kina mama wa mkoa huu. Na kwa kuwa Shireku ilikuwa na matatizo, ulitupa maelekezo ya kurasimisha wafanyabiashara wadogo wasiokuwa rasmi, wakashirikiana na ushirika. Dengu iliyouza ni zaidi ya shilingi bilioni 6 na milioni 695. Lakini choroko iliyouzwa ni zaidi ya bilioni 6.6. Dengu bilioni 24. Hiki kilikuwa ni kipato ambacho hakiko rasmi katika mkoa huu. Hizi ni fedha ambazo zimeenda kwenye kaya za wakulima na kina mama katika majumba yao. Lakini Mheshimiwa mgombea, mkoa huu zao la pamba lilikufa. Umeingia madarakani, uzalishaji wa pamba katika mkoa wa Shinyanga ni tani 10,000 tu na hazina soko. Ukaanza kutoa ruzuku, na mwaka huu wakulima wa pamba katika mikoa yote, na mratibu wa kampeni wa kanda hii ni mhamasishaji wa zao la pamba, Mzee Mwandri, ndiye anawafundisha namna ya kupanda. Umetoa fedha shilingi bilioni 20 kuwapa wakulima wa mkoa wa Shinyanga kama ruzuku kwa ajili ya zao la pamba. Umewapa mbegu bure, umewapa madawa bure, umewapa mabomba ya kupulizia bure, umeajiri maafisa ugani kwa kushirikiana na sekta binafsi katika kata zao. Na shahidi mmoja ni mneki wa mkoa huu, ndugu Gaki.
mwaka jana wilaya ya Kishapu, kata alizopewa kwa mfumo wa contract farming, kata 3 tu zimempa pamba ya kuendesha kiwanda chake mwaka mzima, kwa sababu ulitoa ruzuku kwa hawa wananchi. Uzalishaji umetoka tani 10,000 mpaka tani 34,000 ambazo zimeuzwa mwaka huu. Mheshimiwa mgombea, utaenda Kahama ya tumbaku na mengine tutaongea Kahama. Lakini nini nachotaka niseme? Jana Simiyu nilisema uchaguzi huu ni uchaguzi wa kufanya maamuzi kati ya maisha halisi na anasa. Wapo wanaojadili anasa kama ndio ziwe ajenda za uchaguzi, kwamba haki na uhuru wetu umeondolewa kwa sababu hakuna Twitter. Sisi huku vijijini tunaelewa nini maana ya hatua unazochukua. Umeingia madarakani ukamwambia Awesu kwamba ukinizingua nitakuzingua, nataka maji uwashushe kina mama maji kichwani. Hawa ni kina mama. Kati ya wakulima wa nchi ya 60% ni kina mama. Hatua hizi unazochukua za kupeleka umeme vijijini, sasa hivi hatusagi unga kuja Shinyanga mjini, tuna mashine vijijini. Hizi ndio haki tunazoongelea sisi watu wa vijijini, na haya ndio maisha, na huu ndio utu wa mtu. Unachokifanya Mheshimiwa mgombea na kinachofanywa na chama hiki, na mimi nimekuwa muwazi, ukipeleka barabara kijijini, ukipeleka shule, yule ambaye kazaliwa kaikuta Oysterbay Primary School mlangoni hafanani na mtu wa Old Shinyanga aliyekuwa anasafiri kilomita 15 kwenda kuifuata shule. Sisi wakulima ambao maisha yetu ni shambani, ambao chakula tulikuwa hatuna uhakika kwa sababu tulikuwa hatuna uwezo wa kununua mbolea kwa 1,200,000, ukasema mbolea hii wape watu kwa ruzuku. Na ni vizuri wa Tanzania wakafahamu maamuzi ya Rais Samia kuamua kutoa ruzuku yalipingwa na taasisi za kimataifa, yalipingwa na development partners, na akasema mwaka 2022 mwezi wa 8 Mbeya, nendeni mkawape wakulima ruzuku za mbolea, nendeni mkawape wakulima ruzuku za mbegu, nendeni mkawape wakulima ruzuku za viuatilifu, kwa sababu ulikuwa unajua unafanya juhudi kuondoa umaskini katika kaya. Leo Mheshimiwa Rais, leo mkoa huu wa Shinyanga, ameongea dada yangu Aza, ameongea hapa Ahmed, hawa ndio wazalishaji wakubwa wa mpunga. Ukienda ukanda wa Tinde mpaka Kahama ni wazalishaji wakubwa wa mpunga, na mpunga wao Mheshimiwa Rais mgombea, ni vizuri watu wakafahamu, wakati unaingia madarakani gunia la mpunga lilikuwa shilingi 50,000. Anaenda shambani mwenyewe, anavuna, anahangaika, hapewi ruzuku, hapewi ugani, hapewi mbolea, hapewi nini, mipaka ikafungwa. Umeingia madarakani, policy statement yako ya kwanza, mkulima alime, apewe ruzuku, auze popote. Leo wanauza gunia 1,120,000. Umeingia madarakani Mheshimiwa Rais, umeikuta nchi hii ina miradi ya umwagiliaji 13, mikoa 26, miradi 1, 2, 13 Mheshimiwa. Leo kwa kipindi cha, na wengi wanasema miaka 4, ukweli sio 4. Kwenye kilimo maamuzi ameyafanya 23, 24, 25, ni miaka 2 tu, huni watatu. Unatekeleza miradi 730 katika nchi, na mkoa huu wa Shinyanga zinatumika shilingi bilioni 14. Mheshimiwa mgombea, Mwenyezi Mungu ana mipango yake. Amesimama dada yangu Aza hapa, anauzungumzia mradi wa NIDA,
alinipeleka kwa mara ya kwanza mwaka 2019-20 akiwa mbunge wa viti maalum. Tukaenda tunaangalia mradi hivi na wakulima wanahangaika, mwezi wa 9 pakavu. Tukapeana matumaini. Umetoa fedha mwaka 2024. Leo bwawa la Nyida liko 87% na hivi sasa limefungwa. Mvua za mwaka huu zitaanza kujazwa, na ameomba hapa Mheshimiwa Rais hekta 390 zilizobaki niwaambie zimeshatangazwa na zitaanza kujengwa katika mwaka huu wa fedha. Mheshimiwa mgombea, umeingia madarakani, uliikuta ndoto ya kujengwa kwa soko kubwa la mazao ndani ya mkoa wa Shinyanga, wilaya ya Kahama. Liliandikwa kwenye makabrasha ya ASDP1, likaandikwa kwenye makabrasha ya ASDP2, likawa ni story. Hivi leo unaenda Kahama, mkandarasi yuko pale site anajenga soko la mazao ambalo watu wageni wa kutoka Uganda na Rwanda waliokuwa wanafata mpunga mashambani sasa wataufata sokoni, na Watanzania ndio watatoa mpunga mashambani kuupeleka sokoni, watakutana pale. Hizi ndio haki tunazozijadili sisi watu masikini. Wengine wanajadili haki kwa mitazamo ya anasa. Ana uwezo wa kununua iPhone 16, 17, anakaa Twitter asubuhi mpaka jioni. Sisi tunazungumzia elimu, ndio maendeleo vijijini. Barabara, maendeleo vijijini. Ruzuku ya mbolea, maendeleo vijijini. Umeme, maendeleo vijijini. Hizi ndio ajenda ambazo anazisukuma Dr. Samia Suluhu Hassan. Nitake niwaombe ndugu zangu, ukanda wetu ukitokea Mara mpaka kufika Kigoma na Katavi na Rukwa, Mheshimiwa mgombea, nataka tu nikupe confidence kwamba hili ni eneo la wakulima na wafugaji. Umetimiza wajibu wako wa kutekeleza yale ambayo aliyawaza baba wa taifa. Unawapiga kura zaidi ya milioni 15 ni wakulima, ni wafugaji. Umetuletea ruzuku ya mahindi, mbegu za mahindi unatupa ruzuku. Umetuletea ruzuku ya mbolea, tunalipa 50%. Na wakati bei za mahindi zinaanguka, umeiagiza NFRA inunue mahindi kwa bei ya shilingi 700 wakati mahindi yalikuwa yanauzwa shilingi 200. Watanzania wakikosa chakula, unalifungua ghala ili kuwauzia kwa bei rahisi, ili kuondoa mfumuko wa bei. Hii ndio sababu uchumi wa nchi hii umeendelea kuwa imara hata nyakati ngumi za uchumi wa dunia. Hii kazi mama unayoifanya ni kazi ya utume, ni kazi ya mtu ambaye amejitolea kuwatumikia watu. Zisikuumize kelele, usizisikie hizi habari. Tunaoishi na wagonjwa huwa anasema Awesu ndio anajua anavohema mgonjwa. Sisi tulio 70-80 ya Watanzania tulioko vijijini tunafahamu kazi unayoifanya. Mheshimiwa mgombea, leo hii ukichukua takwimu za wakulima wote wa nchi na huku kwetu Usukumani hasa 70% ni kina mama. 70% ni kina mama. Pamba ambayo ni zao kuu linaloamuliwa na baba, anayeshughulika nalo ni mama na mtoto. Uniform ikifika, mtoto anaambiwa kavune pale, nenda kauze ukanunue uniform. Ndio maisha yetu. Umenipa maelekezo, nimeshakaa na uongozi wa Shireku na nataka nimhakikishie mdogo wangu Katambi, Shireku inaenda kufufuliwa. Serikali yako imeifufua chama kikuu cha ushirika cha Kaku ambacho kiko Kahama, utaenda kukiona. Leo chama kikuu cha Kaku kinachakata pamba, kinauza marobota nje ya nchi. Umefufua chama kikuu cha MBCU Mbogwe, kinanunua pamba, kinachakata, kinauza nje ya nchi. Utaenda Chato, umefufua chama kikuu cha Chato cha ushirika, kinanunua pamba,
kinatengeneza marobota, kinauza nje ya nchi. Umefufua chama kikuu cha Simku cha Simiyu, kimeanza kuwasha jineri yake, kinanunua pamba, kinapeleka mazao nje ya nchi. Umeanza kukifufua chama cha Nyanza, na sasa umenipa maelekezo mwaka jana. Tumeshakaa tumetathmini madeni yote ya chama kikuu cha Shireku ulioyarithi toka wakati wa Mwalimu, wakati wa mzee Mwinyi, wakati wa mzee Mkapa, wakati wa mzee Kikwete na wakati wenu wa serikali ya awamu ya 5. Umenielekeza na tunaenda kuyalipa zaidi ya bilioni 6.8 ili chama hiki kiinuke. Mheshimiwa mgombea, umetoa maelekezo tuipatie Shireku bilioni 1.3 kwa ajili ya kufufua jineri yao ya Muhunze. Watu wa bodi ya pamba wanafanya hiyo kazi na tutawapa hizo fedha ili mwaka kesho na wenyewe waanze kuingia sokoni kununua pamba. Tumebadilisha uongozi wa Shireku, ni wahakikishie wana Shinyanga, heshima yenu ilikuwa Shireku. Shireku itarudi kwa ajili ya kutunza heshima ya wakulima na wanaushirika walioko katika nchi hii. Njia pekee ambayo ya kumuondoa mkulima mdogo kwenye umaskini ni kupitia vyama vya ushirika. Matatizo yalikuwepo, hata leo SGR inajengwa, TRC ilipataga matatizo, imefufuliwa. Tusifungwe miguu na ubovu uliotokea na matatizo ya ushirika zamani. Matatizo yatakabiliwa na ushirika utajengwa kuondoa umaskini. La mwisho kabisa, umetupa maelekezo kuyatoa maji Lake Tanganyika na Lake Victoria kwa ajili ya umwagiliaji na kuyafikisha mkoa wa Dodoma, kwa maana ya Kigoma, Katavi, Rukwa, Tabora, Singida, Shinyanga, Simiyu, Mwanza, Mara, mikoa yote hii. Mradi huu umeelekeza tuuanze, tunauanza. Tunaamini wewe utaujenga, utauacha, watakuja wengine, kama ambavyo Mwalimu alianza na Stiglers, umekuja kuikamilisha wewe. Hauwazi kuhusu kizazi chetu, unawaza kuhusu kizazi kijacho. Mradi huu utawanufaisha wananchi wa mkoa wa Shinyanga. Mkoa huu ni mkoa wa ukame, na kati ya mabwawa 50, 16 yako katika mkoa wa Shinyanga kwa ajili ya umwagiliaji na kuwaondolea matatizo wakulima wa eneo hili. Niwaombe ndugu zangu, mbegu zimeshaanza kusambazwa, mbolea zimeshaanza kufika, na mvua zimeanza kuonyesha dalili. Mama ametupa fedha, matrekta yapo, na ametoa ahadi ya kuongeza mengine, jumla ya matrekta 10,000 kwa ajili ya wakulima wa nchi katika kipindi cha miaka 5 ijayo, ili wapate kwenye ruzuku. Hili ni lazima tulielewe. Anatoa ruzuku kwenye mbolea, anatoa ruzuku kwenye mbegu, anatoa ruzuku kwenye ugani, na hivi karibuni amesaini executive decision ya kuanzisha wakala wa ugani wa taifa atakayekuwa chini ya Wizara ya Kilimo. Anatoa ruzuku ya matrekta, anatoa ruzuku ya kununua mazao. Hii ndio tafsiri ya kuondoa mtu kwenye umaskini na kumwekea mtu utu wake. Utu wa mtu unaanzia mfukoni na tumboni. Akiwa na uhakika wa chakula, akiwa na uhakika wa kipato, ndio utu wa Mtanzania unalindwa. Utu wa Mtanzania haulindwi kwa Twitter, Instagram wala social media. Utu wa Mtanzania unalindwa katika maisha yake ya kila siku, na ndiyo kazi anayoifanya Dr. Samia Suluhu Hassan. Tarehe 29 tujitokeze tukapiganie uhuru wetu wa pili, ambao ni uhuru wa kiuchumi wa kumuondoa Mtanzania kwenye umaskini. Tuunganeni sote tukampigie kura Dr. Samia Suluhu Hassan. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awalinde. Shinyanga